Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV, uhali gani? Karibu sana katika Jewa Jua, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2024. Tumekutana tena kwa mara nyingine kama ambavyo huwa tunakutana mara zote katika kipindi hiki kizuri kabisa cha Jewa Jua. Leo kidogo mazingira yetu ya studio ni tofauti. Studio yetu hii ni miongoni mwa studio maarufu sana, studio ambayo inahusika katika kuendesha vipindi mbalimbali ikiwemo hiki cha Jewa Jua, kipindi cha daktari wako, halikadhalika pia kipindi cha vijana, bila kusahau vipindi vikubwa vizuri kabisa vya asubuhi njema kwa maana ya Jumamosi na Jumapili pia. Leo nadhani unaona mabadiliko, lakini katika vipindi vya nyuma kidogo studio hii ilikuwa haitumiki, kwa maana ya kwamba ilikuwa katika marekebisho na katika kuingarisha na kuifanya izidi kupendeza. Huu ndio muonekano wa studio yetu baada ya kuifanyia marekebisho madogo ambayo tulikuwa tukiyafanyia kwa takriban majuma mawili yaliyopita na kutumia studio nyingine, na sasa tumerejea katika studio yetu kongwe ama studio yetu mama ya vipindi hivi vikubwa kwa maana ya Jewa Jua, daktari wako, vijana, halikadhalika na vipindi vya asubuhi njema. Karibu sana mtazamaji, langu jina ni Ali Mfaume. Nachukua nafasi hii kukualika ungane nasi katika gurudumu hili kwa muda wote ambao tutakuwa hapa. Nipo na Mwalimu Idi Kitambi. Mwalimu Idi hivi sasa amekuwa kama mwenyeji Africa TV. Tumekuwa tukiwa naye sana katika vipindi hivi vya Jewa Jua, kubwa zaidi tukinufaika na elimu aliyokuwa nayo, lakini pia ufahamu wa mambo tofauti. Leo ndani ya Jewa Jua kipi ambacho tunakizungumza? Leo ndani ya Jewa Jua tutazungumza kuhusiana na nafasi ya EDK mashuleni. Ndio, nafasi ya EDK mashuleni. Nini maana ya EDK? Nafasi yake ni ipi mashuleni? Tutazungumza hapa, lakini kujuze tunaposema EDK tunazungumzia elimu ya dini ya Kiislamu. Je, unajua kwamba serikali imetoa mtaala na imeruhusu viongozi wa Kiislamu, viongozi wa dini kuweza kukaa chini na kutengeneza mtaala rasmi ambao utatumika mashuleni kuwafundishia vijana elimu ya dini ya Kiislamu. Unafahamu hilo? Hayo na mengine mengi mazuri tutayafahamu hapa. Na je, wanafunzi wanasoma mashuleni huko, wanafundishwa katika shule zote kwa maana kwa ngazi ya shule ya msingi mpaka ngazi ya sekondari. Tutayafahamu mengi kuhusiana na hiyo na kujua nafasi yake katika mashule mbalimbali. Wewe unachotakiwa kufanya hivi sasa ni kutufuatilia vizuri kabisa kuanzia wakati huu mpaka pale itakapotimu tamati. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali mwalimu? Alhamdulillah. Karibu sana bwana. Shukrani sana. Sisi tunafurahi sana kukuona, na mara zote uwepo wako hapa umekuwa una manufaa makubwa sana kwetu sisi na watazamaji. Kwa hiyo karibu sana. Shukrani sana. Mwalimu, leo tunazungumzia nafasi ya elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni. Tumeona kwamba ni kitu ambacho kinatambulika rasmi na kimewekwa kwenye mtaala mashuleni kwamba inatakiwa ifundishwe. Labda kwa kuanzia tuangalie malengo. Kwa nini serikali pia, labda kwa nini viongozi wetu wa dini waliamua kwamba elimu ya dini ya Kiislamu inatakiwa ifundishwe mashuleni, nje tu ya kwamba wanafunzi wetu tunajua labda vijana wa Kiislamu kwamba wanatakiwa waende madrasa, ufuichi hilo ni la lazima ambalo linafahamika, lakini kwa nini ilichukuliwa hili elimu ya dini ya Kiislamu na ikapelekwa mashuleni? Malengo yake hasa ilikuwa ni nini? Tuanzie hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Naam, nakushukuru sana kwa swali lako. Ndio. Na ni kujibu tu kwamba kwa nini elimu ya dini ya Kiislamu ilipelekwa mashuleni. Nadhani kupelekwa kwa elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni ni kutokana na harakati za Waislamu sawa toka uhuru. Sawa. Kama tunavyofahamu, Tanzania ni nchi ambayo iko katika Afrika Mashariki ambapo kuna chemchemu kubwa ya dini ya Kiislamu. Ndio. Kama unavyofahamu, kutokea uhuru wazee wetu walikuwa ndo chachu katika uhuru, katika upatikanaji wa uhuru. Kwa hiyo ile dini yao waliipa kipaumbele, wakaona kuna umuhimu pia watoto wao wanaosoma katika mashule kuipeleka. Kwa hiyo ni jihada za waumini Waislamu kuona namna ya kulipeleka somo hilo ili kunufaisha umma wa Kiislamu. Sawa. Maana yake vijana wanapokuwa wanapata elimu ya sekula pia wapate elimu ya muongozo, tunasema elimu ya mazingira na elimu ya muongozo. Ilifanikiwa hiyo kwa maana ya kwamba
inafanyika kama ambavyo wenye maono, wale waliokuwa wamebeba maono, namna walivyotaka iwe, ndivyo ambavyo imekuwa hivi sasa? Mapokeo ya walioyapokea baada ya wale wenye maono kuanzisha, ndio walikwenda vizuri mpaka ikafika wakati ikapenya mpaka kuingia kwenye mamlaka za serikali mpaka ikapitishwa. Nadhani hayo ni mafanikio makubwa. Lakini nafasi ya elimu ya dini kwa sasa katika mashule, nadhani toka harakati hizo zilivyoanza mpaka mtaala wa kwanza ulipotengenezwa, kwa mfano katika shule ya upili, kwa maana kidato cha kwanza mpaka cha 4, ilikuwa ni mwaka 1976 ndio mtaala wa kwanza huo ambao ulianzishwa. Kwenye upande wa sekondari, yani malhala ya juu, kwa maana ya advanced level, ilikuwa kuanzia mwaka 1982 ndio. Umeona, kwa ni muda mrefu. Sasa wale walioimpart hiyo idea ya kuingia katika mamlaka ya serikali na waliopokea kuendeleza walifanikiwa, lakini kwa kipindi cha kutoka mwaka 82 mpaka 2024 naona ni muda mrefu sana, takriban miaka 40 na kitu. Sasa kwa kipindi cha miaka hiyo nadhani nafasi yake ni finyu sana, nafasi yake ni finyu sana na hakuna mafanikio makubwa sawa yanayoonekana kama ambavyo waanzilishi walianza. Na kwa nini hakuna mafanikio makubwa? Kuna mahala kuna changamoto tumepitia, ama kuna mahala tumekwama? Kwanza walimu ambao walikuwa wakitumika kufundisha maarifa ya Uislamu shuleni, sawa, walikuwa hawatoki moja kwa moja shuleni, hawatoki moja kwa moja shuleni, walikuwa ni watu wanajitolea kutoka nje, wanatoka nje wanakuja mashuleni. Ilianza wanafunzi wanaojitolea, sawa, ikawa wanakuja maustazi ambao wamesoma dini wanakuja kufundisha. Sasa changamoto kubwa hapa ilikuwa hivi: ustazi ni mtu ambaye amesoma dini, amesoma sharia ya dini ya Kiislamu, anaifahamu vizuri sana, mashaallah, umeona, lakini mfumo wa nchi haumpi fursa ya yeye kupata ajira pale. Kwa mfano tunasema kwamba wanasema academic base ya nchi ya Tanzania kidato cha 4. Sahihi. Sawa, kidato cha 4 ndio academic base. Kwa hiyo kama huna kidato cha 4, sawa, hata ile elimu yako ya juu, hata kama ikiwa ni PhD, sawa, utafeli, yaani utashindwa kuwa qualified kuingia katika mfumo wa ajira. Kinachofanyika ni kwamba inaweza ikatafsiriwa elimu yako ya kwa mfano umesoma thanawi au umesoma mutawassit, sawa, ikatafsiriwa ile elimu yako ikawa inaonekana inafaa kufundisha, sawa, lakini kwa sababu ile academic base huna, unakuwa disqualified. Sasa jambo hilo limeweza kuwafanya sawa walimu ambao wana sifa ya kufundisha hilo somo wasiweze kuwa qualified kuingia kufundisha hilo somo. Kwa watu ni watu kutoka nje. Kwa ndio maana pia walimu wamekuwa wachache na hatujaona mafanikio makubwa. Kitu ambacho umezungumza mimi na ushuhuda nacho, kwa maana ya katika hiyo academic base kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, mimi nimesoma shule ya serikali. Na shule ambayo niliyosoma mimi, siku ya Jumatano ilitengwa kuwa ni siku ya somo la dini. Sio siku nzima, dakika 30 kabla ya kwenda mapumziko. Mapumziko nadhani yalikuwa ni saa 4 kamili. Kwa hiyo kipindi cha dini kilikuwa kinaanza saa 3:30 mpaka saa 4 kamili. Na alikuwa anakuja mwalimu kweli anajitolea kutoka nje, na tunatakiwa tuchange sadaka ili kumchangia huyo mwalimu. Manake ile fare yake, nauli yake ya kila siku, sisi tunatakiwa tuchangie ili mwalimu anakuja kutufundisha somo la dini. Mwalimu, sio kwamba hatukuwa tayari sisi kujiandaa na kufanya EDK kuwa mtaala rasmi na kuleta mashuleni, kwa sababu kama tumepambana katika harakati mwaka 1976 rasmi mtaala huu kaingizwa mashuleni, watoto wakafundisha elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini mpaka leo hii 2024 tunaongelea sio somo ambalo mwalimu wake anaajiliwa rasmi serikalini. Sio kwamba sisi hatukuwa tayari, sisi wenyewe Waislamu hatukuwa tayari. Swali zuri. Kuna mambo mawili hapa ambapo yanachangia sawa. Kwanza kutokuwa tayari kwetu sisi katika kulipa kipaumbele somo hili, lakini pili mfumo wenyewe wa mamlaka ya Wizara ya Elimu, kwa mfano namna ambavyo unaendesha somo hili. Nitakupa mfano mmoja. Kwa mtaala wa elimu ya dini ya Kiislamu uliotolewa mwaka 2023 na 24 kwa kidato cha kwanza mpaka cha 4 na cha 5 mpaka cha 6, mwalimu wa EDK anachaguliwa kutoka ndani ya shule, yani yule mwalimu aliyeajiriwa.
Anaweza kuwa ni mwalimu wa history au mwalimu wa mathematics au mwalimu wa geography. Sawa. Ambaye amespecialize masomo yake anayojua yeye, ambaye ndio amempa ajira. Lakini kwa sababu ni Muislamu au anaonekana alifanya mtihani fulani wa IDK, basi mkuu wa shule bila kujali dini yake, awe Muislamu au asiwe Muislamu, akimapprove kwamba bwana, sasa wewe ndio tutadili na wewe katika somo la IDK utafundisha, basi huyo ndo anakuwa mwalimu. Haijalishi ana kiwango gani cha elimu. Sawa. Haijalishi ana content kiasi gani katika sheria. Umeona Sasa hili limepelekea sawa afate mtaala kwa kufundisha kile kitabu cha kiongozi tu. Sawa. Lakini hata kama wanafunzi watafaulu vizuri ile somo la IDK, lakini athari yao itakuwa ndogo sana katika jamii kwa sababu hajabobea katika dini. Hajabobea. Lakini yule ustaz ambaye anabobea katika dini, ambaye amebobea katika dini, sasa pengine anakosa kigezo cha kufanya nini, cha kuajiriwa pale. Ndio. Sawa. Na kama akipendwa zaidi, basi itakuwa ni baina yake yeye na mkuu wa shule, sio shule wala sio wizara. Unaona tatizo hapo Kwa hiyo hii kwa namna moja au nyingine imepelekea kuna na down flow au kusiwe na hali nzuri ya ile somo. Lakini kitu kingine ukiingia katika vipindi vya ratiba ya shule, somo la IDK ni somo ambalo linafundishwa siku moja kwa wiki. Sawa, mara moja kwa wiki. Na hiyo mara moja kwa wiki labda ni dakika 40. Ndio. 40 minutes basi. Sawa. Sasa unaweza ukaona unapokipa kipaumbele kitu, sawa, namna gani unahamasika kukifanya, na unapokinyima kitu kipaumbele, namna gani ambavyo unashindwa kuhamasika kukifanya. Kwa hiyo hii imepelekea wanafunzi wengi wasione umuhimu wa hilo jambo. Nitakupa mfano mmoja. Leo tumeipa kipaumbele football. Ndio. Sawa, mpira wa miguu. Sawa. Watu wamehamasika kwenye mpira wa miguu. Sawa, mpaka mashehe unakuta mtu anasoma hotuba lakini anatolea mfano wa timu. Unapata vizuri katika membari, unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo namna gani ambavyo ile scale of preference tumetoa kipaumbele kwenye jambo gani? Kwa hiyo lile jambo unalolipa kipaumbele kwa kiwango kikubwa, ndivyo ambavyo watu wanahamasika hata kama ni la kipuzi. Kwa hiyo kitu cha muhimu kama dini ya Kiislamu, sawa, sayansi yani tunasema yani somo lenye sayansi ya sheria pana kama dini ya Kiislamu, unapolinyima kipaumbele, sawa, usitegemee kwa sababu ni dini basi watu watahamasika. Hapana, kila kitu kinahamasika kwa watu kupa kipaumbele. Maana yake itakuwa ipo kipaumbele. Mwalimu, jukumu ni la kwetu sisi. Nini sasa kifanyike? Nini tufanye? Ikiwa tayari wabeba maono, alhamdulillah, tayari walianzisha harakati na walifanya kwa nafasi yao. Sisi ambao tumebaki sasa, walau tuna nafasi za kusema. Sasa hivi tunaona mufti anakaa mpaka wanakaa na taasisi ya elimu, wanajaribu kutengeneza mtaala, wanapambana mtaala urudishwe. Nini labda ambacho kimepelea hapa ambacho tunaweza tukafanya kuipa hiyo nguvu IDK, kuipa thamani IDK, wanafunzi wetu kwanza waipende, maana wamesema hawaipendi. Tutakuja baadaye kuzungumza pia kwa nini wanaifeli sana japo ni somo la dini. Nini tufanye hapo ili kuirejeshea thamani? Swali zuri. Kitu cha kwanza kabisa, kwa wale walimu ambao wanapata approval na mkuu wa shule, wale walimu walioajiriwa pale wanaopata approval na mkuu wa shule, sawa, jambo la kwanza wajiunge katika malhala za elimu. Elimu ya dini. Kwa maana wasome dini. Kwa sababu ni walimu ambao ni sustainable, wameajiriwa permanent, wanaendelea na ajira. Kwa wasome dini. Sawa. Kuna maeneo mengi ya kusoma dini kwa sasa. Kwa mfano tuna Africa Academy, sawa, tuna platform nyingi za dini ambazo tunafundishwa na walimu wazuri. Kwa hiyo hao walimu wanaofundisha wakasome, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wale maustazi wote ambao wana kiwango cha juu cha elimu ya sheria ya dini lakini wamemiss secular. Sawa, wamemiss index number form 4. Wasome hata QT. Wakisoma sawa wakafanikiwa kupata hiyo certificate ya form 4, sawa, basi itachukuliwa ile elimu yao ya mutawasiti, sawa, au thanawi au chochote katika sheria ya dini ya Kiislamu, itakwenda itatafsiriwa TCU au TUKI wanafanya tafsiri ya elimu yako, alafu wanatafuta ile equivalent. Wakitafuta ile equivalent ikimit, wakaangalia kigezo chao kikubwa cha form 4, basi hao wasawi wengi wataajiriwa. Umeona wataajiriwa. Kwa hiyo watakapoajiriwa shuleni sasa sio wanaajiriwa na mkuu wa shule au shule, wanaajiriwa na wizara, wakiwa ni walimu qualified kuweza kufanya nini, kufanya hiyo kazi. Kitu kizuri sana hicho, umejibu vizuri. Mwalimu, miongoni mwa vitu ambavyo tunavyokosa ni watu, mfano naweza nikasema watu mfano wako, kwa maana watu ambao wanauelewa wa dini, wameisoma dini, lakini watu ambao pia wako vizuri. Sisi Waislamu kitu kidogo ambacho tumekosa, tunao mashehe sana lakini hawako vizuri katika elimu ya mazingira.
Sasa tunahitaji tupate mashehe ambao yuko vizuri sana kwenye dini, lakini ukimleta huku kwenye biology, kwenye physics pia naye yuko vizuri. Huoni kwamba wenye mamlaka, kwa maana taasisi ya dini ya Kiislamu BAKWATA kwa mfano, taasisi ambayo ndio ina nguvu na inasimamia hilo swala, kwa kuna mpango wa muda mrefu wa kuhakikisha kwamba vijana ambao wanaosoma labda mashuleni, tunawachukua vijana ambao wamemaliza kidato cha ngapi au wamemaliza chuo kikuu, hata kwa mfano mathalan, wachukuliwe wapelekwe wakasomeshwe dini ili kuja kukisaidia kizazi cha huku chini? Naam, hilo limefanyika kwa uchache. Sawa, limefanyika kwa uchache. Kwa mfano Muslim University of Morogoro. Sawa, kuna masomo ya dini pale yanafanyika. Sawa. Kwa kuna wanafunzi takriban 95 wameajiriwa na serikali. Ndio. Sawa, na wamegawanywa katika baadhi ya shule. Kwa mfano ziko shule kama 4 za mfano ambazo wanafunzi hao walimu wamepelekwa katika mashule. Kwa mfano kuna shule inaitwa Tambaza Secondary School. Kuna Benjamin Mkapa Secondary School. Kuna shule moja iko Pangani Tanga, ni ya wasichana. Sawa, halafu na kuna shule moja iko mkoa wa Pwani. Sawa, hizi shule zinaonekana zimetumika kama pilot. Nadhani zimetumika kama pilot kuona namna ya matokeo. Lakini mimi siwezi kusema kama ni pilot, nasema tu ni uhaba wa au wanafunzi. Kwa sababu graduate 100 au 95 sasa hawezi kutosha katika shule zote. Kwa mfano sasa hivi shule nyingi zilikuwa ziko za upili tu, lakini sasa hivi zina marhala ya juu. Kwa mfano ukienda Kisutu sasa hivi kuna advanced level. Sawa? Ukienda Zanaki kuna advanced level. Sawa? Jangwani kuna advanced tangu zamani. Azania sijui wapi. Kwa hiyo hizi shule kama tumetoa pilot kwenye shule 4 tu, kuna zaidi ya shule nyingi ambazo kwa advanced zenyewe sasa zinahitaji walimu kama hawa. Tunajipanga vipi? Unashanipata vizuri? Kwa hiyo ili kuweza kumiti ili jambo kwa muda mfupi, yani short term plan. Sawa, ni kufanya recruitment ya hawa maustazi. Sawa, ambao wana sifa za kufundisha. Sawa, waende wakasome. Sawa, wakasome kidato cha pili na cha tatu na cha nne. Sasa kwa sababu ni muda mfupi wapate ile sifa. Kuna kitu kinaitwa qualifying test sasa hivi QT. Sasa wanaweza kwenda kusoma hizo, wapate hizo certificate, sasa waombe ajira. Sawa, wakiamini kabisa kwamba masomo haya tayari yapo shuleni. Kwa mfano sasa hivi kwenye A level kuna combination. Sawa, ambao ndani yake kuna Islamic. Sawa. Kwa mfano kuna somo linaitwa Islamic, sawa, history na geography. Hiyo ni combination. Sawa. Kuna combination inaitwa Islamic, history na Arabic. Kuna combination inaitwa Islamic, history na language. Kuna Islamic, history na Kiswahili. Hizo zimetoka katika mtaala mpya uliotoka hivi karibuni. Sawa. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo sasa huko shuleni kuna hitaji wasomi kwenda kuna nini. Kwa ili kumiti demand ni muhimu kuwa na short term plan, pia kuwa na long term plan. Hapo pia kuna tatizo mwalimu, na pengine ni kubwa. Ukiwa unafanya application ya chuo kikuu inakwambia huo umefikisha pointi fulani, lakini hizo pointi zisitoke katika somo la dini. Ndio. Pengine hii haiwezi kuwa sababu ya kupelekea somo la dini lisipewe kipaumbele. Hiyo ilikuwa sababu kubwa. Hiyo ilikuwa sababu kubwa na ilipelekea hata katika zama zetu sisi watu walikuwa tunasajili pale kusoma Islamic studies. Wanasema hapana, mimi sisomi kwa sababu hii sio selecting criteria. Haina point. Sawa. Lakini kwa mtaala huu na kwa kuanzishwa taasisi hizi katika mashule sawa zinatumika sasa hivi kama zitahesabiwa. Nimeona bado pia mwalimu haiko hivyo. Umeona sasa hivi zitahesabiwa kwa sababu zimeingia tayari kwenye, kwa sababu mwanzo Islamic studies ilikuwa kama option. Kwa sababu kwenye masomo yale ya ufaulu, kwa mfano ukiwa unaenda labda chuo, labda unataka kusoma hata kwenye hizi level za chini wanaokwenda katika vyuo vya ufundi, vocation training, ambao wanasimamiwa na NACTE na nini, wanakuambia pale uwe labda na pointi labda uwe na credit 3, lakini zisiwe zimetoka kwenye somo la dini. Mpaka sasa hivi tunaona iko sawa. Sasa kama mpaka sasa hivi sawa, basi haujawa effective hizi takasusi, hazijawa effective. Umeona? Lakini taasisi hizi tayari zimeshaingia kwenye utekelezaji. Kwa hiyo labda nikwambie kitu, mtu aliyesoma HGL sawa anatakiwa apate labda history, geography na language credit sawa. HGL zinahesabika. Lakini sasa hivi kuna IHG ambayo ni Islamic history na geography. Kwa maana yake ukimnyima kwenye hii sawa, maana yake atakuwa na masomo mawili ambayo taasisi haitimii. Kwa maana yake hii sasa hivi zimeingia.
Ushanipata vizuri? Tunayo kazi kubwa ya kufanya mwalimu. Kama kweli taasisi hizo zitakuwa zimeingia, maana yake pia tunahitaji walimu wa kutosha. Walimu wa kutosha. Na walimu hakuna. Sawa sawa. Hususan katika A level, katika ile marhala ya juu, form 5 na form 6, walimu wachache sana hakuna. Sawa sawa. Sana unaweza kukuta walimu wanatoka nje. Sawa sawa, ndio wanakuja kufundisha. Sawa sawa. Lakini kwenye shule ya upili walimu walioajiriwa kutoka ndani ya shule ndio wanaoteuliwa na mkuu. Sasa mkuu akimteua mtu ambaye anamuona tu shuleni lakini mtaani maadili yake sio mazuri, sasa alafu ndo anawafundisha watoto darasani, nadhani ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuliona hili, sawa sawa. Either hawa wasomi wa dini wafanye clash ya kupata hizo credit za form 4 ili wa qualify kufundisha hilo somo, lakini pia hawa walimu ambao wanafundisha mashuleni, sawa sawa, ambao elimu yao ya kawaida tu ile tu kwa sababu ni Waislamu wanaonekana wana hichi na kile, wasome vyuo pia vya dini ili tuweze kupata content ya maana kuweza kuna nini. Labda ndio sababu ya wanafunzi wengi wanalifeli sana somo hili. Tulikuwa tunaangalia takwimu juzi, miongoni mwa masomo ambayo wanafunzi wanafanya vibaya ni ikiwemo elimu ya dini ya Kiislamu. Ndio. Inaweza kuwa ni sababu sababu kubwa. Sababu kubwa, kwanza kutokulipa kipaumbele. Pili, kulifanyia sawa sawa utaratibu kama wa kubahatisha hivi. Sawa, kwa sababu unapopata approval ya mkuu kwamba bwana wewe ndio utafundisha somo. Sawa sawa. Pengine mkuu akiwa Mkristo maana hajui chochote. Umeona? Kwa hiyo utakachokifundisha ndio hicho. Ushanipata vizuri. Kikubwa tu umepewa syllabus na kitabu cha kiongozi. Sawa, unasoma. Na tunafundishwa kwamba mwanafunzi yoyote anaposoma dini ndio ni tofauti kabisa na anaposoma masomo mengine. Sawa. Unaweza ukachukua kitabu cha history ukasoma mwenyewe history bila kufundishwa na mwalimu. Lakini dini sawa sawa huwezi kuthubutu kusoma sawa sawa kitabu peke yake. Ndio maana nasema mwanafunzi awe mbele ya mwalimu sio mbele ya kitabu. Sawa sawa. Ushanipata vizuri? Sasa huyu mwalimu anayefundisha IDK anakuwa mbele ya kitabu mwenyewe. Kwa hiyo kile atakachokielewa atatafsiri yeye ndio anakwenda kuwafundisha watoto. Umeona? Nadhani athari inakuwa ni kubwa sana katika. Mwalimu asante. Tutie nukta hapo. Mtazamaji, bado tuko na Mwalimu Idi Kitambi, tunazungumza kuhusiana na nafasi ya IDK mashuleni. Elimu ya dini ya Kiislamu miongoni mwa masomo ambayo yametupwa sana. Hata unanitazama unaweza ukajiuliza wakati ukiwa shuleni kipindi hicho ulilisoma somo hili, lakini je, ulilipa kipaumbele kama ambavyo ulikuwa unaipa kipaumbele physics, geography, mathematics, language na masomo mengineyo? Naamini jibu umelipata. Bado tuko naye mwalimu hapa, lakini kwa sasa tunakwenda kupata mapumziko mafupi, kisha tutarejea tena kuweza kuendelea na mazungumzo yetu, lakini tutakupa nafasi wewe pia mtazamaji kushiriki nasi kwa kuuliza swali. Lakini kwa sasa usiondoke, tutarejea baada ya dakika chache. Na mtazamaji, karibu sana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani hivi sasa ni Je Wajua, na tunakujuza hapa nafasi ya elimu ya IDK mashuleni ni ipi. Ndiyo mada iliyopo mezani hapa. Tunazungumza na tupo na Mwalimu Idi Kitambi ambaye tumezungumza naye katika ngwe ya kwanza, na sasa tupo katika ngwe ya pili na mwisho ambapo tutazungumza kwa kina, lakini pia kuangalia je, juhudi zilizofanyika mpaka sasa na mtaala huu ambao tuko nao, je, unatosha? Swali ambalo tunaanza nalo baada ya kurejea ngwe ya pili. Mwalimu, karibu. Naam. Mtaala ambao tuko nao unatosha? Tunahisi kwamba na juhudi tulizofanya zinatosha? Naam. Juhudi siku zote huwa hauwezi kusema hazitoshi. Juhudi zinatosha kulingana na namna ambavyo hatua inapigwa. Sasa tukizungumzia mtaala huu sawa sawa, tunasema huu mtaala upo katika maboresho. Okay. Sawa, haiwezekani tukasema kama ndio wa mwisho, yani ukisema unatosha maana yake huu ndio wa mwisho, zero draft. Lakini huu ni mtaala ambao unaendelea katika maboresho. Huenda baada ya muda fulani, baada ya miaka kadhaa ikaonekana kuna hitajio kubwa zaidi. Kwa hiyo swala kubwa hapa ni umuhimu wa kulipa kipaumbele somo. Tulipe kipaumbele somo la dini. Kwa sababu ukiangalia miongoni mwa malengo ya somo la IDK ni kumfanya mwanafunzi awe na ufahamu kuhusiana na Qur'ani, awe na ufahamu kuhusu sunna, sawa, aishi maisha yake kwa mujibu wa sharia na kadhalika. Hayo ndio malengo yake. Lakini malengo yote ukiangalia katika jamii hakuna. Sawa, hakuna malengo haya hayafiki. Kwa mfano wanafunzi ndio baada ya muda wanakuja kuwa viongozi wa nchi. Sawa, ndio miongoni wanakuja kuwa miongoni mwa watumishi wa serikali. Lakini athari gani ya dini ya Kiislamu katika sekta za umma? Athari gani ya Waislamu katika idara mbalimbali za uongozi katika serikali? Kwa mfano Tanzania ni moja miongoni mwa nchi zilizowahi kupata bahati mbaya kufisidiwa
nikisema kufisidiwa na raia wake, kwa maana kwamba viongozi waliowahi kuitawala nchi sasa wameifisidi, tuseme wamefanya ufisadi mkubwa kwa kupola mali za nchi na kadhalika. Sasa wakidhani kwamba mali za nchi sio mali za mtu. Lakini mali ya umma ni mali ya Mwenyezi Mungu, Sheikh. Yaani bora ungemuibia mtu mmoja, sawa unaweza kukutana naye sehemu kama msamaha yakaisha, lakini unapoiba mali ya nchi, tafsiri yake unaibia umma. Ndani humo kuna mayatima, kuna watu na wadhulumu, kuna wajane, ndani humo kuna watu wazazi waliolipa kodi waliofariki na watoto wao kabaki wanahitaji mahitaji, lakini wewe umepola ukasema kwamba ni mali ya na ni mali ambayo haina mwenyewe. Kwa hiyo msamaha wake ni mpaka utakapopana na Mola wako, sawa ndipo utakapojua sababu mtamalizana vipi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumeona mchango sawa wa Waislamu katika sekta kama hizo. Kwa hiyo wao na wale ambao hawasomi hakuna tofauti. Ushapata vizuri. Sasa unaona haya malengo yaliyowekwa sawa toka mwaka 76 mpaka leo, haya malengo yapo kwamba ni kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na kadhalika, lakini haina athari. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa somo hili ni kwamba tutie nukta hapo mwalimu, ni karibishe simu alafu tutarejea tutaendelea kuzungumzia hapo. Mtazamaji karibu pia ushiriki nasi kwa kupiga simu, nambari za simu zitaonekana muda mchache toka sasa kwenye runinga yako. Shiriki nasi kwa swali, maoni ama lolote kuhusiana na mada ambayo tunazungumza, nayo ni nafasi ya elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni. Kwa hiyo karibu sana ushiriki nasi. Tuje kwenye umuhimu wa hili somo. Labda watu waone umuhimu wake, ndio maana pia alipewa kipaumbele. Umuhimu unatokana na kulipa kipaumbele. Sawa. Lazima lipewe kipaumbele, sawa ndio wale umuhimu. Unapokuwa na mtoto ukampa kipaumbele kwenye jambo fulani, basi ataona hili jambo lina muhimu. Sasa unampaje kipaumbele kama hujui umuhimu wake? Labda wazazi hawajui umuhimu wa hili somo. Na wanafunzi pia hawajui umuhimu wa IDK. Na kwenye mtaala ameeleza sawa kuna wajibu wa mzazi, wajibu wa mwanafunzi na wajibu wa mwalimu. Kila mtu amepewa wajibu wake. Sasa lakini hakuna mtu anayewajibika. Nilikuwa nasema kwamba umuhimu wa kusoma dini. Ndio. Sawa. Leo kuna kitu kinaitwa ilhadi. Sawa, tumefundishwa na Sheikh wetu Abu Hamza. Hafidhahullah Ta'ala ametufundisha kuhusiana na issue ya ilhadi. Ya Africa Academy. Kupetuka. Sawa au kuhama katika maadili. Hapo kuhama katika maadili. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Unazungumza na Hassan Ali Mkidi kutoka Lindi Mtama. Hassan kutoka Lindi, karibu sana kaka. Asante brother. Mimi nashukuru kwa mgeni wetu. Ndio. Anazungumza hiyo mada ya ADK, haya masomo ya dini. Ndio. Kwa sisi tuliojaliwa kufika form 1 au form 4 au form 6. Ndio. Kwangu mimi tukiangalia hizi Islamic knowledge kwa kuanzia form 1 hadi form 4. Kwanza tunawashukuru waliofanya jitihada zote. Ndio. Jitihada hadi hili somo limekuwepo. Lakini hili somo limeachwa yatima. Alina mtu ambaye yuko competent anaolisimamia. Ukiacha zile jitihada za serikali moja wanazozifanya kuhakikisha basi nazo zinakuwepo. Lakini hata shuleni hivyo vipindi wenyewe, labda kuna vipindi vya Jumatano au Ijumaa, utavikuta pembeni kuna msikiti. Ukiacha sasa hivi kidogo wanaweka ile sheria kwamba anafundisha hivi au hivi. Mwanzo wakati mimi nasoma, mimi nimemaliza form 4 2009. Ndio. Shule ipo pembeni mwa msikiti, lakini mwalimu wa madrasa aende kufundisha. Hata kama ajui lakini angeweza kufundisha hata dini ile kidogo kwa kiwango chake. Sasa kwetu kwenye taasisi za dini hatuna chombo ambacho 100% itasema inasimama na Islamic knowledge kwa wanafunzi wetu kwa form 1 au hadi form 4 au form 5 na form 6. Lakini kuna hoja hapo moja plaza uliuliza, hii ADK ina faida gani kwa wanafunzi? Hili ndio swali ambalo kidogo linaweza likawa tata. Au kwa hii mitaala hizi tahasusi ambazo zimeongezwa. Nakumbuka Muslim pale Muslim University of Morogoro walikuwa na degree moja inaitwa Bachelor Education with Islamic Knowledge. Miongoni mwa kitu chake ni mtu asome Islamic knowledge. Lengo ni kumpata mwalimu ambaye yuko competent, awe na mwalimu by professional katika masomo yake ya geography au history, lakini awe mwalimu pia by professional katika masomo yake ya dini. Kinacho watu changanya wengi ambacho hii sasa Sheikh ametoka kuizungumza zile objective za kwa nini tunataka Islamic knowledge shuleni. Objective zetu ni mtu kuwa na takwa, ile yakini
ya kuamini jambo lolote nitakalolifanya Mola wangu ataniuliza. Ile takwa sisi huku mtahani, yani huku ulayani watu sasa hatuna kweli. Yani ndio maana tunatakiwa tuanze kuanzia chini, yani kuanzia chini. Leo mwalimu wa madrasa ndio muimba taarabu, mwalimu hiki ndio mfanya hiki, mwalimu hiki ndio kile. Hao wote wapo katika misingi, yani ule uwanda wa dini. Sasa uwanda huu wa dini wanaonekana katika hii hali. Hiyo huyu anayepata kidogo tu Islamic knowledge tena kwa siku moja, kwa wiki moja, hali yake inakuwaje? Hili ndo la kujiuliza. Lakini msingi, mimi nashukuru wakati niko O-level tulikuwa tunapambana hadi yule mwalimu wa madrasa tulikuwa tunamlipa. Yule mwalimu wetu tulikuwa tunamlipa. Yani wanafunzi wa form 1 hadi form 4 wanachangia mchango wa kuweza kumpatia support mwalimu wao. Lakini ziko taasisi hatusemi yale mabaya wanafanya mazuri, lakini tunasimama wapi kwenye dini yetu? Yani tunasimama kwa sababu gani? Hizi nahisi kwangu mimi bado Islamic knowledge ina umuhimu sana, na hasa hizi taasisi ambazo zimeongezwa, lakini wanafunzi wetu waelezwe umuhimu wa hili jambo. Ukiacha kuna dunia yako, kuna maisha mengine baada ya kutoka duniani. Na hisi niishi hapo kwanza. Shukrani sana ndugu yangu Hassan kutoka Lindi. Ama kwa hakika mchango wako umekuwa na faida sana. Tunakushukuru sana na endelea kufuatilia kipindi. Sawa, tumepokea mchango kutoka kwa ndugu yetu Hassan. Kuna swali kutokana na maelezo ya Hassan, ndani yake pia kulikuwa kuna swali ambalo mimi nimelipata, lakini kabla ya kwenda moja kwa moja na wewe uweze kutoa mchango wako kwa aliyozungumza Hassan, kuna kitu kuna malizia kuzungumza pale. Nilikuwa nasema kuna kitu kinaitwa ilhadi. Ilhadi ni moja miongoni mwa mambo ambayo kizazi hiki ndicho kimeanzisha hilo jambo. Sawa. Toka kipindi cha Adam sawa mpaka wanaondoka maswahaba, hilo swala haliwahi kuwepo. Sawa. Watu walikuwa waovu, walikuwa washirikina, walikuwa wanafanya mauaji na kadhalika, lakini hawakuwahi kukataa tauhidur rububia, hawakuwahi kukataa kwamba Mwenyezi Mungu ndio aliwaumba. Lakini sasa hivi kizazi hiki kilicho nacho sawa generation Z sawa wanasema kwamba hakuna Mungu. Na tuonea sana generation Z. Sasa usipowafundisha watoto dini, sijui unatarajia nini? Kwa sababu leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupola elimu, sawa? Sio kwamba anawasahaulisha mashehe, bali anawaua. Mashehe wanakufa. Of course. Sasa kama mashehe wakubwa wanakufa, sawa, niambie ndani ya miaka 25 30 ijayo tutabaki vipi? Hali itakuwaje? Tunapata vizuri. Mtihani sana. Ni muhimu sana somo hili kusimamiwa na kupewa kipaumbele, sawa, na ikiwezekana kwa kuwa watumishi wa serikali wanalipwa kodi tunazolipa sisi wananchi. Kwa hiyo pia hata hawa maustazi wanayo haki ya kusoma, sawa, na akaomba kazi wakafundisha, so long as haya masomo na taasisi ziko katika shule. Kwa sababu tusije tukao kama ilivyo Al-Azhar Misri, Al-Azhar Sharif leo, mtu yeyote anafundisha Arabic language hata kama ni juzi, so long as ni soma amemaster anafundisha, sawa. Kwa hiyo kama Waislamu hawata lichangamkia fursa hili jambo, litafundishwa na mtu yoyote. Sasa anapofundisha mtu ambaye mzinifu, ni mlevi na kadhalika, sijui unapata athari gani mwanafunzi? Mwalimu, huu ni mtihani, na huu mtihani sio kwamba ni kana kwamba tumesababisha wenyewe. Na hapo katika kile ambacho amekizungumza mtazamaji wetu ndugu yetu Hassan, usimamizi, mwalimu amesema vizuri sana, ni kama ya Islamic knowledge imeachwa yatima. Nani anatakiwa kusimamia hili, kujua kwamba tuna wanafunzi kuna walimu wangapi na ana wanafunzi wangapi, kila shule ina walimu hawa, mwenye haya mamlaka ya kusimamia hili swala ni nani? Kwa mujibu wa mtaala mpya wa advanced level sawa mwaka 2024 na mtaala mpya wa shule ya upili 2023 sawa kimeundwa chombo maalum kinaitwa TISTA. Tanzania Islamic Studies Association. Mwalimu, kwenye hicho chombo, ndani ya chombo hiki sawa kuna wasimamizi kadhaa. Sio kwa ubaya, wasimamizi ni kina nani? Mashehe au kina nani? Na nakwambia kuna wasimamizi kadhaa, sawa. Kuna wasimamizi na wawakilishi. Katika wasimamizi kuna watu wanaitwa IPC, Islamic Propagation Center. Nadhani hao walikuwepo tangu zamani, sawa. Kuna vitabu ambavyo wanatunga. Hao wanasimamia mtaala, wanasimamia muktasari, vitabu, sawa, na vile vitu vyote ambavyo vinahusika katika kusoma, kiongozi cha mwalimu na kadhalika, wanahusika hawa, sawa. Lakini kuna wawakilishi ambao ni baraza kuu, sawa, ambao ndio walezi na wawakilishi kwenye hilo, umeona. Lakini ukijaribu kuangalia kama ufundishaji unakuwa ni mgumu, hata maswali yakitungwa katika uadilifu kiasi gani,
inakuwa ni ngumu. Labda nitakwambia namna ambavyo mtihani unatungwa. Mtihani, katika utunzi wa mtihani unasimamiwa na baraza la mtihani. Lakini wanaotunga ni walimu kutoka katika taasisi ambazo zinaaminika za Kiislamu. Anatunga mwalimu labda swali lake moja, au unatunga moja, mimi natunga moja, yanaletwa haya maswali, sawa anapewa moderator. Moderator ana moderate sawa kuangalia ule uwiano wake. Akimaliza anampa editor. Sawa editor naye anajaribu kuhariri na kuona linamekaaje, umeona. Na hawa wahariri na huyu moderator ni watu ambao wana elimu kubwa ya dini. Sawa, pengine ni PhD holders au ni watu ambao wana masters au degree kubwa za elimu ya dini. Umeona. Kwa hiyo unaona utungaji wa mtihani ulivyozingatia uadilifu. Kwa hiyo hata kama utazingatia uadilifu kiasi gani, so long as walimu wanaofundisha hawana sifa au hawana content ya sharia ya kufundisha, bado wanafunzi hawatakuwa na athari, kwa sababu swala sio kufaulu. Sasa swala ni kuwa na athari. Niliwahi kusema katika vipindi vya nyuma kwamba Tanzania tuko nyuma sana sawa katika Islamic issues. Kweli. Sawa, wenzetu wanaoishi katika maeneo ya mbali huko sawa, wako mbali sana, wamedevelop sana, wanasoma dini. Sawa, lakini sisi sawa tunawategemea mashehe, na mashehe wenyewe ndio wao wanaondoka. Sawa, baada ya miaka 15 20 hakuna shehe ambaye atabaki nani. Kwa hiyo tutabakia wajinga, tutakuwa tunaongozana wajinga kwa wajinga. Kwa hiyo ni jambo la hatari sana. Kuwa nyuma kwetu mwalimu sio kwamba tumetaka wenyewe kuwa nyuma. Ni kweli tumetaka wenyewe. Hatujatoa kipaumbele kwenye usomaji wa somo hili la dini. Hapa kwenye usimamizi mimi nataka turudi tena hapa kidogo, kwa sababu mzigo mamlaka umewataja watu kama vile IPC ambao ndio wamesema imeundwa chombo ambacho kinasimamia TISTA. IPC wanasimamia utungaji wa vitabu, mtaala wenyewe, miktasari pamoja na kiongozi cha mwalimu. Changamoto mwalimu haipo kwenye kutunga mtihani, au wapo kwenye kutunga mtihani, wanasimamia, wanapita mashuleni. Mfano mashuleni huwa tuna wale wakaguzi, huwa wanapita, walimu wanakaguliwa kuona walimu wanakaguaje, walimu wanafundishaje. Yani mfano tukija upande wa sekula, huwa kuna mpango maalum, mpango madhubuti wa kuangalia ufaulu, kwa nini wanafunzi hao wamefaulu sana ama kwa nini wanafunzi hao wamefeli sana, mbinu gani zitumike. Sisi huku kwetu hakuna, hatuhitaji hicho kitu. Tunakihitaji sana, lakini wanasimamia kwa misingi ipi mwalimu? Wanafika mashuleni kweli? Nadhani usimamizi ukiwa effective na watu wakifika mashuleni, athari utaiona tu. Maana yake usimamizi kama athari hakuna, sio effective, basi usimamizi hakuna, na kama upo basi sio effective. Kwa hiyo somo la Islamic Studies tunalifanya sasa kama ni siasa. Tukilipoliticize somo la dini ambalo ndio fate yetu sisi baada ya kufa, nadhani tunajenga mazingira ya uadui mkubwa sana na Mola wetu. Yes. Sawa, mtazamaji, tunazungumza nafasi ya EDK mashuleni, nafasi ya elimu ya dini ya Kiislamu, miongoni mwa mada ambazo zinakugusa wewe, zinanigusa mimi na kila aliye Muislamu, kila ambaye anajinasibisha kwamba yeye ni Muislamu, mada inamgusa moja kwa moja. Sisi tuna dakika chache za kumalizia hapa, lakini nafasi kwako wewe pia, popote ulipo, shiriki nasi, piga simu yako tuambie wakati wako ilikuwaje wakati unasoma somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote, basi karibu. Mimi namalizana hapa na mwalimu kwa dakika hizi kwa kumuuliza maswali machache, lakini pia nikisubiri simu yako. Tuna vigezo, kwa maana ya vigezo vya mwalimu ili aende sawa. Tutarejea kwako mtazamaji kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Samahani, nimerudi tena. Karibu tena. Nataka nimuulize shahidi hapo. Karibu. Ametuambia kuna taasisi ipo mahususi kwa ajili ya kusimamia ile somo la dini. Ametaja wa Islamic Panel ambao toka miaka mingi iliyopita wapo. Labda tusaidie au wanasimamiaje hilo swala? Wanahakikisha walimu madarasani, wanahajiri baadhi ya walimu, ndio, au kama mitihani? Maana kama mitihani toka somo watu wanafundisha, watu wanafanya mitihani na wanaendelea kufanya mitihani na wanaendelea kufeli. Kwa sababu mimi mwenyewe sikuopti hilo somo la Islamic knowledge, nalijua balaa lake. Sawa. Utachezea mswaki wa maana, kwa sababu hauwezi kufanya pepa la Islamic kwa kujifundisha wewe mwenyewe. Lazima ufundishwe. Huyu anayefundishwa anasimamiwa na nani? Labda hii shehe ndo atuelezee kidogo hapa. Sisi ndo au tunataka tumpatie lawama serikali kwamba haajiri serikali, wakati ile shule zenyewe za serikali pia hazina walimu wa kutosha?
Asante Hassan. Na Shukrani sana. Sawa, shukrani. Kabla mwalimu sija kuletea swali moja kwa moja, nadhani kuna haja ya mimi kwa kutokana na mada hii ambayo tumeianzisha ni watafute IPC. Sahihi. Au tuwatafute TISTA. Ndio IPC utawapata na BAKWATA utawapata huko. Utawapata huko. Ni vizuri kutengeneza jumhuri ikafanyika kwa sababu nachokiona hapa mwalimu tunaweza tukakutafuna kwa sababu pia mfano swali hilo alouliza majibu yake yanaweza kawa hayatoshi moja kwa moja. Na huenda wapo watazamaji wengi wanatazama huko bado wana kiu kutokana na hili swala. Na kubwa zaidi katika hapa usimamizi. Mfano Hassan anauliza wanachosimamia hasa wenyewe wanasimamia kitu gani? Ikiwa bado sisi tunaona huku nyuma kuna mtihani Mungu. Aha. Mimi niseme tu kitu kimoja. Kwanza ni vizuri ujaribu wakaribisha sawa wasimamizi wa hii. Lakini kwa namna ambavyo trend iliyofanyika katika kuzindua huu mtaala na kadhalika sawa, kulikuwa kuna kama mvutano fulani sawa juu ya nani ana own nini. Sawa. Sasa ukishaanza kuona kuna mvutano sawa wa taasisi sawa, nani anamiliki nini na nani aweje, sawa hapo utakuja kutoka kuna changamoto tayari. Sawa lakini mwisho wa siku ikaja ikaonekana kuna taasisi moja ambayo ni baraza kuu kwa ajili ya ulezi alafu na hawa watu wa IPC kwa ajili ya usimamizi wa utungaji wa vitabu na kadhalika. Kwa hiyo limeishia hivyo. Lakini limeisha katika mazingira ambayo kwa namna moja au nyingine sawa hakukuwa kuna ile word of peace. Sasa mazingira ya kawaida. Kwa kuna kama mvutano fulani. Sasa ukishaona changamoto ya mvutano kama huo lazima ujue kwamba kuna changamoto. Hili ni jambo la Mwenyezi Mungu sawa na linahitaji sheria ndio itazamwe hapa. Sio nani anaona nini. Ushanipata vizuri. Kwa hiyo ni vizuri pia kuwa invite wahusika wanaosimamia waweze kujibu maswali haya. Lakini tunasema tu kwamba ili kufikia malengo ya jambo fulani ndio sawa lazima kuna athari itaonekana. Sawa kama athari haionekani basi maana lengo halijafikiwa. Haijalishi kwamba usimamizi umefanyika au haujafanyika. Na sasa athari hatuioni. Mwalimu, labda kwa kumalizia kwa sababu muda pia umetutupa mkono. Tungekupa nafasi wewe leo tutengenezee vigezo vya kumtengeneza mwalimu ambaye anatakiwa akafundishe EBK mashuleni. Vigezo vyako vingekuwa ni vipi? Swali la kwanza kabisa, kwa kuwa mamlaka ya nchi imetoa fursa ya nyinyi kuingiza somo lake katika mamlaka yake. Sawa, hiyo ni fursa ya kwanza ambayo tunapaswa kuitumia effective. Kwa hiyo kitu ambacho ningeshauri mimi sawa ni wale wasomi wote wa dini sawa ambao wamequalify kufundisha sharia ya dini ya Mwenyezi Mungu sawa kama wana misi vigezo vya wizara waende wakasome hizo fani kama ni kupata hiyo certificate ya form 4 mtu apate index number na kadhalika ili aweze kuingia katika system ya nchi aweze kufundisha kwa sababu hiyo ni fursa. Sasa hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wale walimu walioajiriwa mashuleni na wamepewa mamlaka ya kufundisha na hawatoshi. Sawa ushauri wangu ni kwamba wasome dini. Wakiwa walimu wanasoma. Kwa mfano, watu wengi wanapojiandaa kustaafu, sawa licha kuwa na kazi nyingi lakini wanasoma. Wakati tunasoma vyuo, tulikuwa tunasoma na akina mama, sawa wanatoka BUT, wanatoka TRA, wanatoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo anasoma. Mtu ana miaka 55, 54 anasoma. Kwa hiyo anasoma. Anataka atengeneze ile karia yake vizuri ili atakapostaafu apate fungu kubwa. Unaweza kuona namna uchumi na masuala ya fedha na kadhalika inavyopewa kipaumbele. Sawa. Sasa kama mwalimu amepewa somo la kufundisha Islamic study na hana content ya kutosha, akasome sawa dini ili aweze kuwafundisha watoto kile ambacho, kwa sababu somo hili linahitaji uadilifu. Sawa, halihitaji ujanja. Mwalimu, asante. Lakini pia wenye mamlaka husika, msiwasahau sana walimu wanaofundisha dini. Kwa namna moja ama nyingine wamesahaulika, na ndio maana pia tunaona kipaumbele hakionekani, kwa maana mifuko yetu imekuwa mifupi sana linapokuja masuala ya dini. Hata kwa wazazi pia leo hii pia tunaweza tukawa tunawalaumu wasimamizi kwa maana ya vyombo vyetu vya dini na nini, lakini wazazi watu wako radhi walipie 500 ada ya mtoto kwenda kusoma tusheni, lakini sio alipie fedha kwa ajili ya mtoto akasome somo la dini 20,000 10,000 mzazi na mshinda. Mwalimu, kutokana na swala hili mimi nitajitahidi kwa kadri ya uwezo, kama tutaweza wiki ijayo tupate panel hapa, tukupate pia kama mdau, lakini tutajitahidi katika hilo, tutasaidizana mawasiliano yao tuone kama tutaweza kufanikiwa
ili tutakachokizungumza kiwe na faida kwa mtazamaji na aweze kuelewa na aweze kuona taswira ya kitu kizima kikoje. Otherwise mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Tumekuwa na kipindi kizuri. Nikushukuru wewe pia mtazamaji ambaye umeshiriki nasi kwa kufuatilia kipindi kuanzia mwanzo mpaka hapa tunatamatisha. Tumezungumza nafasi ya elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni. Ama kwa hakika imekuwa ni mada pana, lakini mada ambayo imetufungua. Kuna mambo mengi tunahitaji kuyajua. Hawa wasimamizi hasa na imeibua kitu kizuri sana. Wanasimamia kitu gani? Procedure zao zikoje? Processes zao zikoje? Ni kweli somo la dini linapewa kipaumbele. Mwalimu katajia tahasusi hapa. Ni kweli zinaongeza credit huko kwenye nafasi za juu mwanafunzi akitaka kujiunga vyuoni? Na kama hivyo ndivyo, kwa nini wanafunzi hawazikimbilii? Kwa nini wanafunzi wanafeli? Hayo bado ni maswali ambayo tukiwapata inshallah itakuwa jambo jema sana na wataweza kutujibia hapa. Nikushukuru sana mtazamaji na nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vizuri kutoka hapa Africa TV. Langu jina ni Ali Mfaume, nilikuwa na Mwalimu Idi. Alamsiki.